Shukrani kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mara ya kwanza ile tarehe 30 Januari aliposikia kilio chetu na kumwagiza Waziri wa Viwanda na Biashara kuunda kamati na kufuatilia tatizo hili kati ya wazawa na wageni kushindana katika soko moja la kibiashara. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Waziri. Baada ya kamati ya kwanza na hata task force ya pili, tumefanya kazi kwa karibu na jumuiya tukishirikishwa kwa kila hatua, na katika kamati ile tumeshuhudia madudu mengi na mambo mengi, lakini pia tumeisaidia serikali kwenye upande wa kodi vile vile, kwa sababu kuna kodi fulani ambazo zilikuwa hazijalipwa lakini zimelipika. Lakini wafanyi biashara tumepata mwanga na mahali pa kuanzia, na tunataka kushukuru kwamba kwa mara ya kwanza katika historia yetu jana tumeona muswada ule wa sheria ya kumlinda mzawa unasoma pale bungeni. Tunapongeza sana kwa hatua hii ya kwanza. Tunafahamu bado hatua nyingine za mjadala kuanzia tarehe 20 na baadaye kupitishwa, lakini na baadaye kuona ikichapishwa kwenye gazeti la serikali na Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana. Kwa hiyo kama wafanyabiashara tunaunga mkono hatua hii na tunaahidi kushirikiana na serikali kuhakikisha kwamba tunaweza kuwa na sheria nzuri ya kumlinda mzawa, na tuonyeshe serikali kwa vitendo kwamba wanapaswa kutusaidia kuandaa matajiri wa nchi, kwa sababu wanapopata uwezo wanawekeza katika nchi na mzunguko wa nchi unakuwa vizuri na hali ya utulivu inakuwa nzuri vile vile. Tunaweza kuona katika kipindi cha mwezi mmoja ambacho tumekuwa na operation hapa katikati, dola ilikuwa imeenda karibu 2800, lakini tumeona sasa hivi dola imeporomoka kwa kasi, na kule nyuma tulikuwa tukisema kwamba ndugu zetu baada ya kufanya biashara walikuwa wakinunua dola kwa gharama yoyote na wanarudisha katika nchi yao. Lakini baada ya funga hii ya mwezi mmoja tunaona sasa hivi kwenye mabenki dola 2660, 2600 mpaka na 50, kutoka 2750, 700 na karibu na 800. Kwa hiyo ni hatua moja ambayo tumepiga kubwa, na ni imani yangu kwamba sheria hii itakapoanza kazi kila kitu katika nchi kitakaa stable kuanzia dola, na sisi tutafanya biashara vizuri bila kubuguziwa. Moja ya maazimio yetu ya wafanyabiashara wakati wa mjadala pale bungeni kuanzia tarehe 21 hivi, wafanyabiashara kwa wingi wetu pia tutakwenda pale kwenda kusupport na kuunga mkono juhudi zile. Jumuiya yetu haihusiani sana na siasa, lakini wale watu ambao wanafanya jambo kwa ajili ya biashara zetu na wale ambao wanafanya kwa ajili ya nchi tunawaunga mkono kwa 100%, na tunawaombea mafanikio katika safari yao. Kwa hiyo katika hili tunamshukuru mara nyingine na kumpongeza Mheshimiwa Rais, lakini na Mheshimiwa Jafo, watendaji wa mkoa wetu wa Dar es Salaam, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya na watu wote wanaohusika katika rasimu hii ya sheria mpya ya kumlinda mzawa, na tutakuwa nao bega kwa bega kuhakikisha kwamba wanatimiza nia zao. Kwa hiyo niombe wafanyabiashara mtuunge mkono, lakini tujitoe pale ambapo uongozi tutaomba, basi tuwaite, tuendeni hivi, tuwe tunajitoa kwa wingi na kujitoa pia kuendane na kujiunga na jumuiya yetu, kwa sababu sasa jumuiya imeenda kukua zaidi ya vile ambavyo tumefikiri, na ni muhimu kama mwanachama hai ili jumuiya isimame mbele kuweza kukusemea katika matatizo mbalimbali. Ombi langu kwa waheshimiwa wabunge ni kutanguliza uzalendo kwa nchi na kuhakikisha kwamba wanailinda nchi, lakini wanalinda wafanyabiashara wa Kitanzania. Tunayo maoni mengi kwa wizara yetu ya fedha. Tuna mizigo mingi ambayo inapita katika bandari yetu ya Dar es Salaam, alafu inakwenda katika nchi za jirani, lakini baadaye watu wetu wa Kariakoo wanatoka tena Kariakoo kwenda nchi za jirani umbali wa kilomita 2000 3000 kufuata bidhaa zile na kuzirudisha Kariakoo na kuziuza tena. Sasa kwa kuwa bahari tulipewa na Mungu na wenzetu, basi Mungu akuwapa, ilikuwa ni heshima na busara kwamba nchi yetu iwe kama Dubai, watu watoke kote waje wakanunue hapa kwetu. Lakini kwa sasa tunaona baadhi ya watu wakitoka kwetu wanaenda kununua kwa nchi za pembezoni. Kwa hiyo ni rai yangu tuendelee kukutana na Wizara ya Fedha na waheshimiwa wabunge watusaidie kwenye hili kupata sheria nzuri, ili kodi katika bandari yetu ziwe rafiki na ziwe zinalipika, na wafanyabiashara waweze kuuza bidhaa kwa bei nzuri ambayo itafutia nchi zile jirani karibu 9-10 ambazo hazina bandari waweze kuja kufanya manunuzi katika soko letu, kwa kuhakikisha tunapata bei elekezi ya kila bidhaa, lakini bei nzuri isiyoumiza, kwa sababu tunaweza kuona katika kipindi cha miaka 6 nyuma hapo, kabla miaka 4 hii hapa katikati, wafanyabiashara wamepita kipindi kigumu kwa kweli, na wengine walifilisika na wengine walijiua. Sasa kwa hii miaka 4 tumeanza kuona mwanga. Kwa hiyo tunaomba tuone mwanga, lakini tupate sheria nzuri ambayo hatutarudi tena kule ambako tumetoka. Kwa hiyo ni waombe wafanyabiashara mtuunge mkono na mvumilivu katika wakati huu, na nikiomba serikali, kuna yale maduka ambayo yalikuwa yamefungwa kwenye hii kikosi kazi cha Mheshimiwa Waziri, yaendelee kufungwa vile vile mpaka Mheshimiwa Waziri atakapopata nafasi aje sokoni Kariakoo kuzungumza na wafanyabiashara, kutoa mrejesho, lakini na kupokea maoni na
changamoto mbalimbali za wafanyabiashara. Tunafahamu tunazo changamoto nyingi na hauwezi kuamka asubuhi ukamaliza zote. Walau tuanze na moja, tukimaliza tuende na ya pili. Na kikubwa niombe wafanyabiashara watuamini uongozi. Hatuna mpango mbaya na wao na hatuwezi kuwauza kama ambavyo wengi wanafikiri. Nia yetu ni nzuri, lakini pale ambapo kwenye ukweli lazima tuwaambie, na pale ambapo kuna swala la kuambia tuwaombe wapokee, kwa sababu unapokuwa kiongozi unakuwa kiongozi wa watu wote, hata wanaokupenda na wasiokupenda. Na ukishakuwa kiongozi lazima upokee yote unayopenda vile vile na ambayo haupendi. Kwa hiyo ninaomba tuendelee kuwa watulivu tukisubiri kauli ya Wizara ya Viwanda na Biashara kuhusu maduka yale ambayo yamefunguliwa na taratibu mpya kuhusu rasimu hii. Lakini nilipozungumza na Mheshimiwa Waziri, wala anatuahidi kwamba kufikia tarehe 1 atapeleka tangazo kwenye gazeti la serikali, na gazeti la serikali baada ya siku 30 basi ndo tunaingia kwenye kanuni. Na jambo zuri, tumeshaandaa rasimu kushirikiana na wanasheria wetu Jumuiya ya Wafanyabiashara Kariakoo, na tulikabidhi kwa Mheshimiwa Waziri. Mengi hapo kule na wao kupitia BRELA walikuwa na rasimu yao. Kwa hiyo hatuna kazi kubwa kwenye kanuni, ni kuchukua zile ambazo tayari tunazo tukaziunganisha, tukakubaliana na ikaanza kazi mara moja. Kwa hiyo wakati tukisubiri, naomba wafanyabiashara tuwe watulivu na tusiwe na mihemko, tukisubiri maelekezo ya serikali, lakini kupitia viongozi wetu kuona ni hatua gani na ni nini ambacho tunaweza kufanya. Wakati huo tukijiandaa tarehe 21 tukuelekea Dodoma kwenda kushuhudia mjadala wa rasimu yetu na kwenda kuzungumza na kila mwananchi. Nafikiri Kariakoo ina watu kutoka majimbo yote ya Tanzania na kila mwananchi ana mbunge wake pale bungeni. Rai yangu kwa wafanyabiashara wa Kariakoo, kama una mbunge wako wa jimbo lako, mpigie simu mwambie atangulize maslahi ya mzawa Mtanzania mwenzake katika mjadala ule utakao kwenda kuanza. Na mimi nimekwisha fanya hivyo kwa kuongea na mheshimiwa mbunge wangu, na kila mtu ampigie mbunge wake. Lakini kama haitoshi, tuwaone wote ile siku ya